Hello, Dr. Jimmy tena. Karibu katika channel yetu ya JWS Herbal Clinic. Naitwa Dr. Jimmy. Na leo tutaongelea faida za majani ya mlonge. Wengi wamekuwa wakituuliza mlonge majani yake yana faida gani? Kwenye video ambazo zimepita tumeongelea faida za mbegu za mlonge. Leo tupo kwenye majani yake. Majani yanakuwa na faida kadha wa kadha ndani ya mwili wa binadamu. Nikukumbushe, kama ni mara ya kwanza kufuatia channel yetu, basi usahau kusubscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Faida namba moja ni kinga nzuri ya mwili. Immune system inaimarisha mfumo wako wa kinga ya mwili. Kwa nini? Kwa sababu kuna vitamini C ambayo inaongeza kinga ya mwili na pia inasaidia kupambana na maambukizi mbalimbali ya magonjwa kama vile mafua na homa. Kwa hiyo ukitumia majani ya mlonge, basi utakuwa umeweza kujiongezea kinga ya mwili kuongezeka. Namba 2, kuboresha afya ya moyo. Afya ya moyo kwa sababu ina vitamini A, C na E pamoja na madini ya potassium na magnesium. Haya madini mazuri katika kupambana na shinikizo la damu. Kwa nini? Inaboresha ule mzunguko mzuri wa damu. Ina maana mzunguko wa damu ukiwa dhaifu au ukiwa na changamoto, basi jua itakuwa ni chanzo kimojawapo cha changamoto za moyo. Kwa hiyo ukitumia majani ya mlonge, basi utakuwa upo kwenye nafasi nzuri ya kuondokana na changamoto ya afya yoyote ya moyo. Lakini pia upambanaji wa uvimbe na uchochezi, mfano matatizo ya magonjwa ya mifupa, vimbe tofauti ndani ya mwili wako ambazo zinajitokeza, nyingine hazina sababu, basi usiache kutumia majani ya mmea huu. Majani ya mmea huu yamekuwa ni bora kwa sababu inaondoa ule uchochezi. Kwa hiyo una uric acid, basi tumia majani ya mlonge. Lakini pia afya ya ngozi. Kwa nini? Kwa sababu yana vitamini A ambayo ni muhimu katika afya ya ngozi. Kwenye video ambazo zimepita tumeelezea faida za vitamini zote A, B, B6, B12, lakini pia E, C, K tumeelezea. Kwa hiyo tafuatia kwenye video ili ufahamu, je, vitamini hizi huwa zinafanya kazi gani, lakini pia vyakula gani vyenye vitamini hizi, je, ni dalili gani ambazo zinaonyesha hivi vitamini imeweza kupungua. Na mara nyingi hizi vitamini na madini ndo vitu ambavyo vinatupelekea tuwe na changamoto katika miili yetu. Lakini pia ni kudhibiti uzito. Kwa sababu ni kudhibiti uzito kwa sababu ina fiber. Fiber itakufanya utajihisi umeshiba. Kwa hiyo ukijihisi umeshiba, hautatamani vyakula ambavyo vinazalisha mafuta na sukari na wanga kwa ajili ya kusababisha uzito kuweza kupanda. Kwa hiyo itasaidia katika kupungua kwa uzito kwa sababu muda wote utajifiri tumbo limejaa. Lakini pia usimamizi wa sukari. Na mimi usimamizi wa sukari hapa tunasema itasaidia mara nyingi hii ni kisukari type 2, kisukari aina ya pili ambayo itasababisha utendaji kazi uzuri wa insulini. Kwa hiyo insulini ikishafanya kazi vizuri, basi utaweza kuondokana na changamoto ya kisukari. Kuboresha afya ya figo. Kwa wale wenzetu ambao una changamoto ya figo, madini kama magnesium na potassium ni mazuri sana katika kuimarisha afya ya figo na kuondoa sumu mwilini. Kwa wale watu ambao mna sumu mwilini, mna changamoto ya figo kuvimba, lakini pia figo kujaa maji, figo kuwa na mawe, basi ndugu yangu tumia majani ya mlonge. Lakini pia afya ya mmeng'enyaji au wa mchakato wa mmeng'enyaji wa chakula. Kwa nini hapo? Kuna fiber. Tunavyoongelea fiber ni nyuzi ambayo inasaidia kupambana na matatizo kama constipation, kutopata choo kabisa na kupata choo kigumu. Ndio maana fiber ni muhimu kwa sababu itakusaidia katika kuimarisha mfumo wako wa mmeng'enyaji wa chakula. Lakini pia inasaidia katika uzalishwaji wa damu. Uzalishwaji wa damu, ndugu yangu, kama una upungufu wa damu mwilini, unakuwa na damu chache, damu inayozalishwa mwilini ni ndogo, una sickle cell anemia, basi tumia haya majani. Pia tunawashauri kwa mama wajawazito, tumia majani ya mparachichi, ni mazuri kwa ajili ya kuongezea damu. Lakini kupunguza mafuta mabaya mwilini ambayo tunasema ni cholesterol ambayo LDL, na kuongeza mafuta mazuri mwilini ambayo tunasema HDL, basi tumia majani haya ya mparachichi
ya mlonge yataweza kukusaidia sorry. Lakini pia katika kuzuia saratani, kama una changamoto ya saratani, tumia majani haya, ni mazuri sana ya kuweza kujenerate seli na kuzuia ukuaji wa seli bila mpangilio. Lakini pia kuboresha afya ya mishipa na damu, ndio maana mara nyingi itazuia changamoto ya mishipa kupanuka, damu na kupunguza shinikizo la damu, na mwisho inasaidia katika kuzuia uchovu. Kwa hiyo majani ya mlonge pia ni mazuri pale unapojihisi wewe ni mchovu, unapojihisi hali unajisikia vibaya, basi tumia majani ya mlonge, yataweza kusaidia kuondokana na hiyo changamoto. Tuambie hapo ni faida gani ambazo umezipata kwa kutumia majani ya mlonge. Tunasema sharing is caring. Tuambie hapo chini na sisi tutaweza kujifunza kutoka kwako. Kama ni mara ya kwanza kufuatia channel yetu, basi usahau kusubscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Karibu na Mungu akubariki.